Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tunawakaribisha tena katika utangazaji mwingine wa moja kwa moja kutoka kwa taasisi ya uzima kwa wote. Mada kuu ni mwanzoni, ujumbe wa 27, kutahiriwa na ahadi ya mwana kwa Sara. Mwanzo 17 mstari wa 9 mpaka 27. Tuko hapa Manau, siku ya pili ya kongamano ambalo ni mahali ambao kunaitwa Amazona katika nchi ya Brazil, na tunafurahia yale yote ambayo Bwana amekuwa akinena na akitenda miongoni mwetu, na tuko tayari kufanya kazi tukiwa tumejitolea zaidi ili mapenzi ya Mwenyezi Mungu yaweze kutendeka katika kizazi chetu. Hata tukiwa na vyombo vyote ambavyo vinahitajika kwa kuendeleza kazi ya Bwana ambayo yako katika miongoni mwetu. Sasa tunaweza kuelewa kwamba lazima tufanye kazi zaidi. Tusipumzike, tusikue watu ambao wanafurahia mambo yalivyo, lakini lazima tufanye kazi ndio tuweze kupokea yale ambao Bwana alipeana kwa Abrahamu. Lazima tuangaze macho yetu ili tuone yale yote ambayo Mungu alisema atatupatia tuweze kuwapata. Kwa hivyo lazima tuinue macho, tuangalie nchi ambayo Bwana ametupatia. Na wale wote ambao wako hapa katika eneo la Amazonas, katika majimbo ambayo Bwana ametupatia, inaweza kuwa inaonekana ni kama hatuwezi pata sehemu hizi kwa sababu sehemu hizi ni kubwa. Lakini kama vile Abrahamu, lazima tuamini. Abrahamu alichukuliwa kutoka kwa sehemu ya Uri na Bwana akamnenea, na kila wakati Bwana alimnenea, Abrahamu aliamini kwamba mambo yatatendeka. Na sisi tuko wachache na tuko na nguvu chache, lakini tunaamini kwamba tuko na neno la Bwana na tuko na uwepo wake, na Bwana atatuelekeza ili tuweze kushika sehemu yote ama kunyakua sehemu yote, na tutoke kutoka sehemu hii na tushike sehemu zaidi, hata tuweze kuteka dunia nzima. Hata wale ambao wako hapa katika eneo hili la Amazona lazima waende Afrika, waende Europa, waende Oceania, waende Afrika ya Kaskazini, watembee nchi zote za dunia, kwa sababu ahadi ni ya dunia nzima. Hata kama hatuna nguvu, Bwana ametupatia mlango ulio wazi. Na sasa tumefika katika ujumbe ambao utakuwa katika sura ya 17 kuanzia mstari wa 9. Na tuanze mwanzo wa tohara. Hapa ndio tohara iliyoanzia. Alafu unauliza kwa nini Bwana anaanza jambo hili hapa. Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu, wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanamume wa kwenu atatahiriwa nyama ya magovi yenu, na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na nyinyi.
mtoto wa siku 8 atatahiriwa kwenu, kila mwanamume katika vizazi vyenu, mzaliwa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha, kila mgeni asiyekuwa wa uzao wako. Kwa ndugu, hii mambo ni ya kustaajabisha, kwamba Mungu anafanya agano na Abrahamu na anaanzisha tohara. Na nataka kuelezea kwa undani mambo haya. Kutoka wakati Mungu aliita Abrahamu, kama vile nilivyosema jana, kutoka Kaldia, alikuwa mmoja kati ya watu wengi, lakini Abrahamu alikuwa na moyo tofauti. Katikati ya uzao ambao ulikuwa waabudu maadamu mifano, Mungu wa mifano, ambao walikuwa wanaabudu mifano ndio wafikue matajiri kwa mahitaji yao, Abrahamu hakuwa hivyo. Abrahamu alikuwa anatafuta Mungu wa kweli, na wakati Mungu wa kweli alijitokeza kwake, na Stefano katika Matendo ya Mitume 7, Abrahamu alimwamini Mungu huyu ambaye aliumba dunia na nchi, mbingu na nchi, ambaye ni mwenye mbingu na nchi, na akajiwachilia kabisa kwa Mungu, na akajiwachilia vitu vyake vyote na familia. Na Mungu alikuwa kila wakati anajitokeza kwake, na Mungu alikuwa ananena kwake. Na hili ndilo tunafaa kujifunza, ambayo ni siri kubwa, kwamba bila neno la Mwenyezi Mungu hakuna kitu kinaweza tendeka kwetu. Wakati Mungu ananena kwetu, neno la Mungu linabadilisha maisha yetu. Kwa hivyo wakati Mungu anavyonena na sisi, lazima tuamini, kama vile Abrahamu alivyoamini. Na alipoamini akahesabiwa haki, na mambo yakaanza kutendeka katika maisha yake. Hapa ndipo nilisema lazima tuelewe kwamba Mungu akona nguvu ya kutimiza yale yote aliyoahidi, kama vile alivyoahidi Abrahamu miaka yote, ambayo ilihusisha ahadi ya nchi na uzao wa Abrahamu. Kwa hivyo ahadi za Mungu zilikuwa na vipengele viwili. Kwanza ni ahadi ya nchi ya Canaan, na ya pili ni uzao wake. Na kuanzia mwanzo tulijua kwamba bibi ya Abrahamu alikuwa Sara, na Biblia inasema kwamba Sara alikuwa hawezi pata mtoto. Kwa hivyo hii ndio mwanzo, na nitakusomea kutoka kwa Mwanzo 12 mstari wa 7. Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii. Kwa hivyo hii ilikuwa ahadi ya Mungu ambayo aliinena mara nyingi. Anasema katika mstari wa 7 kwamba atapatia uzao wake nchi hii. Pende katika mstari wa 15, mstari wa 16, na kizazi cha. Kwa hivyo tunaona Bwana akipeana vipengele viwili. Ya kwanza ni kupokea nchi ya Kanaani, na ya pili ni kupata, kwa hivyo ni kupata shamba ama nchi na uzao. Kwa hivyo mstari wa 7 na 8, Mwanzo 15 7 na 8, kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Kaldayo nikupe nchi hii ili uirithi. Akasema,
na akamwambia atazame juu aone kama anaweza hesabu akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akahesabiwa jambo hili kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Ur wa Wakaldayo nikupe nchi hii ili uirithi. Akasema, Bwana Mungu, nipataje kujua ya kwamba nitairithi? Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na hua na mwana njiwa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akawaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ili ndege akakuepasua. Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abrahamu akawafukuza. Kwa hivyo tunaona kwamba ahadi hii inaleta vitu ambavyo viliitishwa mahali pale, kwamba alileta wanyama akawakatanisha mara 2, na tunaona inaashiria kufa kwa Yesu Kristo, na ndege wawili ambao wangeweza kuchinjwa, hao wanaashiria ufufuo wa Yesu Kristo. Na Mungu anaambia Abrahamu afanye mambo haya yeye mwenyewe, kwamba anapokata wanyama hawa mara 2 ni kwamba Abrahamu aweze kujishikanisha na mambo hayo. Kwa hivyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba siri za maisha yetu ni kujishikanisha na kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kujiambatanisha mambo hayo iko katika Warumi 6. Lazima uwe unaelewa mambo haya. Warumi 6 kuanzia mstari wa 4 inasema vipi? Nitasoma kuanzia mstari wa 3. Amfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama tulivyounganika, wandugu, kuunganika huku ni kushikanishwa ama kujitambulisha na kushikanishwa na kufa kwake katika mfano wa mauti yake, kadhalika tutaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye. Kwa hivyo siri ya Ukristo ama huduma ya Ukristo ni kujiambatanisha na kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Najua tumevunja meza saa hii, tumemeza mkate uliomegwa, na tukapokea kikombe. Kikombe hicho kilikuwa kinaashiria damu ya agano jipya. Yesu alikufa kwa sababu yetu. Mimi singetaka wakati tunamega mkate, singependa ikuwe ni kitu tunafanya cha utamaduni. Haifai kuwa ni udini ama itikadi. We fikiria kwamba wakati binadamu aliumbwa karibu miaka 6,000 iliyopita, alitengeneza binadamu katika sura na mfano wake, ili binadamu aweze kuutiisha dunia. Kwa hivyo Mungu alitengeneza binadamu ili aweze kuitiisha na kuitawala. Lakini katika sura ya 3 tunaona joka kwamba anadanganya binadamu, na binadamu anakula kutoka kwa mti ambayo aliambiwa asikae kula. Na tunaona wakati alikula aliangamia, na alipokula kutoka kwa huo mti wa kujua mema na mabaya, dhambi iliingia katika dunia.
na kifo kikaingia kwa binadamu, na watu wote wakakuwa watenda dhambi, na wote ambao walikuwa waweze kutawala kwa pamoja na Mungu na wangeweza kutumika, na wakatenganishwa na Mungu, na njia ya mti wa uzima ikafungwa, na binadamu hangeweza kupitia ama kuingia katika ama kufikia Mungu aweze kupata uzima. Na kutoka wakati huo mpaka sasa, miaka karibu 6,000, binadamu amekuwa bila tumaini, bila kuwa na wakati wa kuwa na uzima. Kutoka wakati huo mpaka sasa ni miaka 6,000, na wakati Yesu alikuja katika mwaka karne ya 26, wakati Yesu alikufa pale msalabani katika mwaka wa 29, ilikuwa imechukua miaka 4,000. Katika miaka 4,000 binadamu alikuwa sulubu wa dhambi, alifanyika sulubu wa kifo, na kifo kilitawala miaka hiyo 4,000. Na kifo cha Yesu Kristo kilikuwa ni nyakati ya muhimu, nyakati ya nguvu sana, kwamba kifo cha Yesu Kristo kilivunja laana hiyo, laana ya dhambi, laana ya usulubu ya dhambi. Wandugu, kifo cha Yesu Kristo kilituokoa kutoka kwa usulubu wa dhambi. Kwa hivyo kifo cha Yesu Kristo lazima kisherehekewe. Meza ya Bwana lazima isherehekewe, si pahali pa kufanya kama itikadi. Lazima tuonyeshe dunia nzima kwamba kwa kufa kwa Yesu Kristo kila kitu kilibadilika. Kwa kupitia kifo cha Yesu Kristo sasa tuko na mlango umefunguka, mlango wa mti wa uzima umefunguliwa. Hivi ni kitu cha muhimu sana. Lazima tuambatanishwe na kifo cha Yesu Kristo na ufufuo wake. Yeyote ambaye ameshikanishwa na kifo na ufufuo wa Yesu Kristo aishi katika ukale wake. Lakini wote ambao wamesulubiwa na Yesu Kristo tunaishi na uzima mpya. Na sasa sisi ni watu wapya. Sisi ni watu wapya wanaoishi katika uzima upya na upya wa roho. Wakati unapomua ufikirie mambo haya, kwa sababu haya si mambo ya itikadi, kwa sababu tumeokolewa kutoka kwa usulubu wa dhambi ambayo ilifunga binadamu kwa miaka 4,000. Na kutoka wakati huo ni miaka 6,000 ambayo imepita. Na sasa ni wangapi ambao wameshikanishwa katika ufufuo na kufufuo? Na katika kinywaji cha asubuhi niliambia wandugu kwamba siri ya maisha yetu na inachotufanya tufaulu ni hapa. Tukiangalia hata hawa wakopotas ambao wanaenda katika mitaa, kabla wajaenda katika mitaa, lazima watie tizi katika neno, ndio waweze kujiambatanisha na kufa na kufufuko kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo tunapozama katika neno, katika nyimbo za vita, si dini ama itikadi, ni kujiambatanisha na kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, ndio waweze kuunganishwa na Yesu Kristo kupitia neno. Wanapoenda katika mitaa, ni nani anaenda katika mitaa? Sio wao, ni Yesu ambaye anatembea na wao. Na ndio tulisoma katika Amos 10 kwamba simba
amenguruma, ambaye nani ataogopa, nani hataonena unabii? Unabii huu ni unabii ni wa nabii, na wale ambao wako katika mitaa wanatabiri lazima waendelee katika kuweka mazoezi katika neno, ndio waweze kuambatanishwa katika kufa na kufufuka. Ndio wanapoenda katika mitaa wasiende kama wao, bali yawe ni Kristo ambaye amejaa ndani mwao. Ndio wanapofungua midomo yao wakuwe na ujasiri ama na nguvu ya Yesu Kristo. Lazima wakuwe na mamlaka kama ya gavana, ndio waweze kuwa na mamlaka, kwa sababu unapoongea, nani anaongea? Ni Yesu Kristo ambaye ni simba anayenguruma ndani mwako, ambaye hana uoga wowote. Na unaponena sio wewe tena, kwa sababu unanena unabii. Kwa hivyo ndugu, haya ndio maisha yetu na hii ndio huduma yetu, na lazima tuishi katika kweli hii ndio tuweze kupatikana katika Kristo, katika kufa na kufuka kwake. Na hii ndio Mungu alitaka kupatia Abrahamu. Ndio maana Mungu alimwambia afanye hivyo na wanyama hao watatu. Kama nilivyosema, hao wanyama watatu wanaashiria sadaka ya amani, na inaashiria sadaka ya kuteketezwa. Kwanza, binadamu hana mlango wa kuingia kwa Mungu isipokuwa kuwe na amani na Mungu. Lazima tuwe na amani na Mungu ndio tuweze kuwa karibu na Mungu. Kwa hivyo Yesu alitolewa kafara ndio atufungulie mlango ili tukutane na Mungu. Na kwa hivyo Yesu alifanyika sadaka ya dhambi, na wakati sadaka ya dhambi ilitolewa, tulipata amani na Mungu na tukapatanishwa na Mungu na tukakuwa na njia ya kukutana na Mungu, na tukasafishwa katika kila jambo letu. Yale mambo yote ambayo tuliweza kuwa nayo tukayakuwa nia ya Mungu. Tuko hapa kutumikia Mungu kama makuhani. Kwa hivyo mambo ambayo Abrahamu alipitia ilikuwa ni muhimu, na Mungu aliweza kuweka agano na yeye. Kwa hivyo Mungu alimwahidi uzao na akamwahidi nchi, lakini shida ya Abrahamu ilibaki vile vile, kwa sababu hakuwa na watoto na bibi yake alikuwa tasa. Na ndio maana aliuliza Mungu, mimi nitarithi haje nchi kama sina watoto? Na akauliza Eliza ambaye alikuwa mfanyikazi wake, je, ndiye atakuwa mrithi? Na Mungu akasema sio yeye. Mrithi wako atatoka kutoka kwa uzao wako. Na Abrahamu lazima angezalisha mtoto. Na katika sura ya 16, miaka karibu 10 ilipita katika nchi ya Kanaani, na kukuwa na ishara kutoka kwa Mungu jinsi angefanya Abrahamu aweze kupata mtoto. Na katika hali ya wasiwasi, niliambia wandugu kwamba kuna wakati tunakuanga na haraka, tunataka kuharakisha mambo, na tunataka kusaidia Mungu kupitia mti wa kujua mema na mabaya, na tunataka kusaidia Mungu. Na katika wakati huo Sara hakuwa na njia ya kupata mtoto kwa sababu alikuwa tasa, lakini alikuwa na kitu na yeye.
na alipeana kile alikuwa nacho kama wazo. Wacha tuangalie katika mstari wa sura ya 16. Inasema Sarai ambaye hakuwa amempata mtoto na alikuwa naye alikuwa na nini? Alikuwa na mjakazi Misri jina lake Hajiri. Kwa hivyo wacha tumsaidie Mungu. Kile ambacho unaonacho umsaidie Bwana. Angalia, niko na mtendakazi naweza mtumia ambaye anaweza saidia Mungu. Na Abrahamu ako na nini? Alikuwa na uwezo wa kupata mtoto. Sara alikuwa na mfanyikazi. Kwa hivyo nilikuwa na mjakazi, tunaweza saidia Mungu kutimiza ahadi yake. Na Abrahamu ako na nini? Atachukua mjakazi huyu akuwe mwanamke wako na upate mtoto. Sijui kama mnaelewa mambo ambayo nataka kufanya. Najaribu kueleza jinsi tohara ililetwa kwa nini. Abrahamu alikuwa tasa. Sara alikuwa tasa. Lakini walikuwa na uwezo wa kupata watoto. Walikuwa na uwezo wa kutengeneza mtoto. Kama binadamu ako na uwezo, binadamu anaweza tumia uwezo wake wakati Mungu anakaa kama amechelewa. Kwa hivyo tunaona tohara inaletwa kwa sababu wakati kuna kufinywa katika maisha, na wakati umefinywa unashindwa kuvumilia na unaanza kufanya mambo katika nguvu zako na unaanza kutumia vitu ambavyo uko navyo. Kuna mtu alitumia mtendakazi mmoja ambaye alitumia nafsi. Si nafsi, ni Sauli. Kwamba Samueli aliambia Sauli angoje mpaka nirudi, na ninaporudi tutafanya kafara. Na Sauli alipongoja akangoja, na Samueli akakawia kukuja, na Sauli ikabidi afanye kafara mwenyewe. Na wakati zingine hatukuangi na wakati, hatuna kuvumilia Mungu anapokawia. Na nyingine tunatumia uwezo wetu. Na tunaona hapa Sara hakuwa na uwezo wa kuzalisha, na alikuwa na kitu cha kupeana. Na alikuwa na nini cha kupeana? Ambayo ni mtendakazi. Na Abrahamu alikuwa na nini ya kupeana? Alikuwa na uwezo wa kuzalisha na kutengeneza watoto. Na ndio maana Mungu alingoja miaka 13 baada ya Ishmaeli kujitokeza kwa Abrahamu. Na tunaona kwamba kimya cha Mungu kilikuwa kikuu. Tunaona Mungu hakuna kitu anasema kuhusu Ishmaeli, lakini kimya cha Mungu kinanena. Na Mungu akakuja tena kwa Abrahamu akamwambia kwamba mimi ni Mungu Mwenyezi, tembea mbele yangu ukue bila lawama. Kwa kusema lingine ni kwamba mimi sihitaji uweza wa Sara wa kupeana mjakazi. Mimi sihitaji asili ambayo inaweza ya Abrahamu ya kuzalisha. Unapozalisha ulizalisha Ishmaeli, na Ishmaeli hata kuwa mrithi. Mnaelewa? Kwa hivyo tohara ni nini?
tohara ni kutoa govi ya sehemu ambayo inazalisha. Kwa hivyo hiyo ni ishara ya milele ya Abrahamu, kwamba Abrahamu alitumia njia ya asili bila kufuata maagizo ya Mungu. Kwa hivyo wanaume wote ambao wako katika uzao wako ama katika boma yako watakuwa na ishara hiyo ya kueleza kwamba wasitumie nguvu zao. Mnaelewa ile hali ya tohara? Tohara haikuwa tamaduni, na Waisraeli walitumia hii kama tamaduni. Hii ilikuwa inaashiria kwamba binadamu asitumie nguvu ya asili yake. Lazima atumie nguvu ya neno ambayo ameweka tumaini katika neno, na Mungu atafanya. Hata kama ni kitu ambacho akiwezekani, anaweza toa ambaye amekufa ampatie uhai. Kitu ambacho hakiko kiweze kuwa. Hahitaji nguvu za binadamu. Kwa hivyo hili ni njia ya kuashiria kwa wanaume wote ama ya wanaume wote waelewe. Bwana Yesu. Kwa hivyo nitasoma mistari kadhaa katika Biblia. Sura ya 11 30 inasema, na Sarai alikuwa tasa, hakuwa na watoto. Kwa nini Mungu anahusia jambo hili? Ni kwa sababu anataka kuonyesha kwamba Mungu ako na nguvu, kwamba hata mtu ambaye ako tasa, Mungu anaweza peana nguvu, apeane mtoto kwa tasa. Loti pia angeweza kuletwa kama mrithi, na Abrahamu labda alikuwa na mawazo hayo. Ndio maana alibeba ama alichukua mtoto wa ndugu yake, akitamani Loti akuwe mtoto wake. Lakini Loti hakuwa na moyo moja na Mungu, na ilibidi waweze kutenganishwa, na mnakumbuka hadithi hiyo. Na Abrahamu hakuwa na mwana, na Mungu akafikiria na akanena na Mungu, na akauliza Mungu, labda Elieza kutoka Damaski angekuwa mrithi. Na Mungu akasema hapana, anahitaji kuzaliwa katika nyumba yake. Alafu katika njia nyingine, Abrahamu aliamini Bwana, lakini kufinywa na wasiwasi ambayo ilimfuata ilikuwa jaribu kubwa, kwamba Bwana aliahidi lakini hakuna kitu kilifanyika. Hakuwa na watoto. Miaka 10 ikapita kutoka ile nakati alifika katika nchi ya Kanani, na Sara akakuwa na wazo, na Abrahamu akaweza kulichukua, jambo ambalo lilikuwa nzuri, na Sara hangeweza kupata watoto, lakini Abrahamu angeweza kupata watoto, kwa sababu yeye na inaashiria kwamba Abrahamu alikuwa na nguvu ya kuzalisha, na Mungu akamuonya asitumie nguvu zake kutimiza ahadi za Mwenyezi Mungu. Na wakati Ishmaeli alizaliwa, Mungu hakumtokea Abrahamu kwa miaka 13 baadaye. Wandugu, kila jambo unalofanya ambalo linatoka kutoka kwa asili ya kibinadamu linaleta shida. Sara alitoa kupitia uwezo wake ambaye ni Hagai,
na Abrahamu akajitoa yale mambo alikuwa nayo, ambayo ni uweza wa kuzalisha, na walipofanya hivyo wakapata mtoto ambaye alikuwa anaitwa Ishmaeli. Na kabla ya Ishmaeli kuzaliwa, wakati Hagari alikuwa mjamzito, alianza kudharau mama aliyemwandika. Na tunaona kile kinachotoka katika mawazo mema ya binadamu. Unajiletea shida, unaumwa na kichwa we mwenyewe. Wakati unaleta mawazo mema kwa Mungu ambayo yanaonekana mazuri, lakini mwishoe yanaleta shida. Kwa hivyo wandugu, msifanye hivyo. Acha Mungu awe ndio mwanzilishi. Wacha tuangalie katika Yohana 17. Yohana 17 mstari wa 7 na 8. Nilisoma hii katika, wacha tuanzie mstari wa 6. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu, walikuwa wako, ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Na hili ananena kuhusu mitume 12. Mmoja ambaye aliwasi, ambaye alienda kama Yudas, kama Yuda, na ikakuwa ni 11 ambao walibaki. Sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako. Wandugu, hii ni mambo ya muhimu sana, kwamba hata mwana hakuwa anatoa vitu kutoka kwake mwenyewe. Mambo yote yalitoka kwa baba yake. Sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako. Mambo yote yanatoka kutoka kwa Baba. Kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa. Hata maneno hayakutoka kwa mwana, yalitoka kutoka kwa Baba, na wameyapokea na wakajua hakika ya kuwa yalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Kwa hivyo wandugu, mambo yote yanafaa kutoka kwa Baba Mungu. Bila kufanya hivyo tutajiletea shida. Na ndiyo maana tunaona Paulo anapata hiyo katika Wakorintho wa pili 3 mstari wa 4. Na tumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa njia ya Kristo. Si kwamba tuwatosha sisi wenyewe kufikiri. Wandugu, hatuwezi fikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe. Wandugu, yote ambayo yanatoka kutoka kwa binadamu hayafanyi kazi vyema. Lazima yatoke kwa Mwenyezi Mungu. Mwanzilishi lazima akuwe ni Mungu. Na yanakuja vipi kutoka kwa mwanzo? Yanatoka kutoka kwa neno. Lazima tuongozwe na neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wandugu, haya ni mambo muhimu sana. Mwanzilishi ni Mungu mwenyewe. Si kwa sababu sisi tunaweza, ambalo tunaweza kutoka kwetu wenyewe, bali yote utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko, bali wa Roho. Kwa maana andiko huua, bali Roho huisha. Kwa hivyo wandugu, jambo hili ni jambo ambalo tunafaa kutilia makini sana. Abrahamu alipopata Ishmaeli alikuwa miaka 86 wakati Ishmaeli alizaliwa, na alitumia miaka 10 kabla hajapokea
wazo la kupata mtoto kutoka kwa Sara. Aliingia Kanaani akiwa na miaka 79, na wakati Abrahamu alipata wazo kutoka kwa Sara alipata miaka 85, na akapata Ishmaeli akiwa na miaka 86, na akangoja miaka 13 kabla ya Mungu kumnenea. Kwa hivyo kutoka wakati aliingia Kanaani mpaka wakati Ishmaeli alikuja, miaka 11 ilipita. Lakini kimya kia Mungu kilikuwa kingi kuliko hiyo, kwa sababu kilichukua miaka 13. Na Mungu akamtokea. Wacha tusome. Wacha turudi katika Mwanzo. Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti multiplicarei extraordinariamente. Some Mwanzo 17. E Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka, Bwana akamtokea. Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukae mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Na hapa waje tuangalie vile Mungu anasema, mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa yangu. Kwa hivyo waje tunaangalia ili jambo linamaanisha nini, kwamba agano langu atakuwa baba wa mataifa mengi. Na Abrahamu anafaa kufanya nini? Abrahamu anafaa kufanya nini baada ya kupokea? Kwamba Mungu alipomtokea alimuonyesha majukumu yake, kwamba lazima atembee mbele ya Mwenyezi Mungu. Hii inamaanisha kwamba Abrahamu lazima angetembea katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Mnanielewa? Ni kama vile wakati tunasoma Kutoka 19 kwamba Mungu alipoleta wana wa Israeli, wakati wana wa Israeli walipokuja mbele zake, Mungu alisema nini? Mnapotii amri zangu na kufuata mafunzo yangu. Kwa hivyo lazima tufuate, tusikize na kufuata maagizo yake ya agano. Kwa hivyo wakati unasikiza Mungu na lazima tufuate maagizo ya Bwana na tukue katika uwepo wake, ndio tukue bila lawama. Kwa hivyo agano hili linakuwa linafanya kazi kwa wale ambao wanatembea katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika wakati upande wa Mungu, Mungu ako sawa, lakini sisi lazima kuwe na kutembea, na lazima tutembee katika uwepo wa Mwenyezi Mungu, na ni kusikiza na kufuata kwa makini neno la Mwenyezi Mungu na kufuatilisha neno hilo, ndio Mungu aweze kutenda kazi. Na ishara ya agano hili ni tohara, ishara ya kwamba Abrahamu atakuwa baba wa mataifa, ambaye alikuwa ni baba aliyeinuliwa, ndio akuwe baba wa umati. Ungefanyika kama Abrahamu angetembea mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ahadi hiyo ambayo ilipeanwa, kama wewe ni mtu ambaye atembei mbele ya Mwenyezi Mungu, utataka kuinuliwa. Lakini unapotembea na uwepo wa Mungu, Mungu anasema ama anaahidi kwamba utazalisha umati wa watoto, na uzalishaji wa kanisa utapatikana kupitia wewe, na makopota wataweza kufikia umati.
Kwa hivyo lazima tuangalie upande wa agano ambayo inaashiria lazima tutembee katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Na uwepo wa Mwenyezi Mungu ni neno lake. Na kama hautafuata ama kusikiza neno la Mwenyezi Mungu kwa makini, jambo hili halitaweza, kama vile nilivyosema jana, kwa kanisa liweze kujaa na kuongezeka. Kila mmoja wetu lazima atembee katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Na kila mmoja wetu lazima atembee katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Na maana ya tohara katika Agano Jipya. Wacha tuangalie katika Wakolosai 2:10. Wakolosai 2. Wakolosai 2 mstari wa 10. Inamaanisha aje katika Agano Jipya? Tohara inamaanisha nini katika Agano Jipya? Wakolosai 2:10. Na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa. Hapa katika Kagiriki inasema kukamilika, ambao wako ndani ya Kristo, kuwa umekamilika. Jambo hili kukumbushi vile Mungu alivyosema katika Abrahamu, mimi ni Mwenyezi Mungu, tembea mbele yangu na ukue bila lawama. Kwa hivyo hapa ni kama tunaonena tumekamilika katika Kristo. Unataka kuwa umekamilika, kuwa katika Kristo, na unakamilika ukiwa katika Kristo, ambaye na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Kwa njia nyingine tunasema, wandugu, katika uzao wa Abrahamu ulikuwa ni uzao wa kuabudu miungu mingine, kwa sababu kila mmoja alitafuta njia ya kujinufaisha wao wenyewe, na walipenda pesa sana, kuwa wako na utajiri, na wote walikuwa wanaabudu enzi na nguvu na mamlaka. Walikuwa ni viongozi ambao walikuwa katika wanaongoza na shetani, lakini Mungu alikuwa, Yesu ni kichwa, ni mkuu kuliko wao. Kwa hivyo sisi si kuenda katika malaika ambao wako na nguvu kutuliko ili tuweze kupata nguvu ama tupate kitu ambacho kinatufaidi. Mungu anataka tuwe zaidi ya hayo. Tunataka tuwe tumekamilika. Na tutakuwa tumekamilika vipi? Tukiwa ndani ya Kristo. Tutembee ndani ya Kristo, ndani ya Mungu, kwa sababu Kristo ako juu ya kila kitu. Hatufai kuabudu hizo vitu zingine, kwa sababu Kristo ako juu yao. Katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo. So kwa hivyo tohara katika Agano Jipya ni kuweka kando mwili wa nyama. Kwa hivyo Kristo alikufa. Ndio maana nilisema katika ujumbe kwamba lazima tujiambatanishe na kifo na ufufuo wa Yesu Kristo, kwa sababu njia moja ya kutoa mwili huu ni kwa kuvaa ama kuangalia msalaba wa Yesu Kristo, kwa sababu ni kupitia kwa msalaba ambapo tunaweza kuwa na uzima wa Kristo wakati tunazikwa. Mstari huu uko sawa na ule mstari wa 6, kama tulivyofufuka na yeye katika kazi ya Bwana ya Mungu ambayo alimuinua kutoka kwa uofu. Mungu ako na nguvu. Mungu ako na nguvu ya kutimiza ahadi zake. Usitumie njia zingine. Usitumie uwezo wako ama uwezo wa mwili
ili uweze kusaidia Mungu. Kwa hivyo wandugu, kwetu lazima tuweke kando mwili wa nyama yetu. Tutaweka haje mwili huu kando? Ni kwa kujipatanisha na Kristo, na tusiishi katika uwezo wa mwili. Tunajipatanisha na nguvu za Yesu Kristo katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tuko na imani katika nguvu ya Yesu Kristo ambayo ilimfufua kutoka kwa ufu. Oh Bwana Yesu. Nós podemos, irmão, a razão disso é para, eu vou ler aqui o que eu preparei aqui. A razão disso é para entender que sendo nitasoma hapa. Sababu kuu ya jambo hili ni kwa Abrahamu kuelewa kwamba wakati bibi yake alikuwa bado ni tasa, ili tuweze kutimiza ahadi, na Abrahamu alikuwa pia akona nguvu ya kuzalisha, kwa sababu Abrahamu alikuwa na nguvu ya kuzalisha. Ishmaeli alizaliwa na Mungu akamtokea kama Mungu Mwenyezi, kumwonyesha kwamba Mungu hahitaji nguvu zake. Kwa hivyo tohara ni ishara ya kwamba mwanadamu asitumie nguvu zake za asili, nguvu za mwili kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo maana katika Agano Jipya kuhusu tohara ya Yesu Kristo, fomos circuncidados não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne. Inamaanisha kwamba ili sisi tuwe tumekamilika, tulifanyiwa tohara si kwa mikono ya binadamu, bali kwa damu ya Yesu Kristo, ambayo ndio tohara ya mwili ama ya nyama. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu ni gani? Mapenzi ya Mungu ni Kristo awe kichwa ya mambo yote, ya vitu vyote. Na ndio Mungu afanye mambo haya. Alimuinua Yesu Kristo juu ya vitu vyote. Katika nguvu zake alifufua Yesu Kristo kutoka kwa ufu na akamkalisha katika mkono wake wa kiume juu ya nguvu enzi zote, ili aweze kuwa mkuu wa vitu vyote. Akampeana kwa Kristo, kwa kanisa. Kwa hivyo sisi sote tuko na nguvu ama tuko na mamlaka ama jukumu ya kufanya Kristo akuwe kichwa ya mambo yote, kuleta vitu vyote chini ya mamlaka ya Yesu Kristo. Kwa hivyo mambo haya hayakuwa yamekamilika, na mambo haya tumeletwa hapa tuweze kuyakamilisha. Kwa hivyo hatufuati nguvu za malaika kama watu ambao wanaabudu miungu mingine, ambao wanafuata mambo ya kibinadamu, nguvu za binadamu. Watu wanaenda kwa malaika kwa sababu hatuna nguvu kama za malaika, lakini Kristo ako juu ya malaika hao. Hatufai kufanya kama wao. Kristo ako na nguvu kufanya mambo ambayo hayawezekani, ndio mapenzi yake yaweze kutimilika. Tusitumie nguvu zetu, kwa sababu tumesulubiwa na Yesu Kristo na tukafufuliwa na Yesu Kristo, ndio tuishi maisha mapya. Kwa hivyo tohara ni kuweka kando nguvu za mwili, nguvu za binadamu ama nguvu za mikono yetu, bali tumefufuliwa na nguvu ya Yesu Kristo kupitia Roho. Kwa hivyo kuzikwa katika ubatizo
inamaanisha kuweka kando ama kutoa mwili wa kifo, kutoa mwili wa nyama, kwamba kifo kinaweka mwisho nguvu ya mwili wetu. Kupitia ubatizo tukaweza kuzikwa na Kristo na tusiishi katika ufu huo, na tunapowekwa katika ufu huo tukawekwa katika tukainuliwa kutoka kwa kifo na nguvu ya Yesu Kristo, tukafufuliwa kama vile Yesu alifufuka kutoka kwa kifo. Na nyinyi ambao mmekufa kutoka na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamea makosa yote, kutusamehe makosa yote. Kwa nini tunaishi katika njia ya kutotahiriwa? Tulikuwa tumekufa, tulikuwa katika makosa yetu, tulikuwa tumekufa katika dhambi zetu, kwa sababu tulikuwa chini ya mamlaka ya dhambi. Lakini sasa tunashukuru Bwana kwamba katika kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo tumefanywa wapya, tukaweka kando mwili wetu kutoka katika tohara ambayo ilifanyika kwetu, kwa wale ambao wanatembea kwa uwepo wa Mwenyezi Mungu. Tunakuwa na uhalisia huu tunapotembea katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tohara si kukata tu mwili. Bwana anataka tohara ya moyo. Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati 10. Por isso Deuteronômio 10, versículo 16, como diz: 16. Mambo haya si tamaduni, mambo haya lazima yakuwe na uhai. Basi zitahirini ngovi za mioyo yenu, wala msiwe na shingo ngumu. Hata kama sisi katika Agano Jipya hatufanyi tohara ya ukweli, tunafaa kutahiriwa mioyo yetu. Tunafaa kutahiriwa mioyo yetu ndio tusiweze kufuata nguvu zetu wenyewe. Katika Yeremia 4:4 inasema nini? Yeremia 4:4. Yeremia 4:4 inasema, nasoma Yeremia 4:4, jitahirini kwa Bwana, mkaziondoe govi za mioyo yenu, enyi watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu. Ghadhabu yangu isije ikatoka kama moto, ikawaka hata mtu asiweze kuizima, kwa sababu ya uovu wa matendo yenu. Wandugu, musiamini mwili wenu. Lazima tuipige tohara ndio tuweze kutumika kwa Mwenyezi Mungu. Katika Matendo ya Mitume 7, Stefano wakati anamalizia usemi wake 51, Matendo ya Mitume 7:51, enyi wenye shingo ngumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio, siku zote mnapinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya. Ni yupi katika manabii ambaye baba zenu hawakumuudhi, nao waliwaua wale waliotabiri habari za kuja kwake yule mwenye haki, ambaye ninyi sasa mmekuwa wasaliti wake mkamuua? Wandugu, leo tutajishikanisha vipi? Tutajishikanisha vipi ama tutajua vipi kama
hauna moyo ambao haujapigwa tohara. Ni kuwa na shingo ngumu. Kuwa na shingo ngumu kuna maanishaje? Inamaanisha kuwa mtu ambaye asikii, mtu ambaye anafanya mambo bila kutii, anyenyekei chini ya mamlaka ya Mungu. Na mambo haya yanafanyika wapi katika Agano Jipya? Hapa inasema watu ambao hawajapigwa tohara mioyo na masikio. Wakati unakataa kufuata neno la Mwenyezi Mungu, moyo wako haujapata tohara na masikio yako pia haijapigwa tohara. Kwa hivyo, wandugu, tutajua vipi kwamba mimi sijapata tohara? Ni wakati masikio yangu hayasikizi neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo, angalieni jinsi mambo haya yaliyo ya muhimu kusikiza neno la Mwenyezi Mungu kwa makini. Usiposikiza, moyo wako utakuwa mgumu. Tuende katika Mathayo 13. Mathayo 13 mstari wa 14. Na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, na kutazama mtatazama wala hamtaona. Wandugu, jambo hili ndio linadhihirisha jinsi tunakosa kupata tohara la mioyo yetu, na tunaweza anguka katika jambo hili. Tusitake nguvu zetu zituingize katika hali hii, kwa sababu maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vema, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka, wakawaponya. Ukiwa na moyo ambao hujapigwa tohara, hautaweza kupata uponyaji. Lakini ukiwa na masikio yanayosikia neno la Mwenyezi Mungu, ukuwe unajua kwamba wewe utaponywa ama utaponywa na neno hilo. Lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona, na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Kwa maana amin nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayaona na ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayasikia ninyi wasiyasikie. Wandugu, hii ndiyo njia ya kuishi maisha ambayo tumepigwa tohara, ambapo tunaweza kutia tohara masikio yetu ili tuweze kuelewa. Na wakati tunaposikia na tusielewe, inamaanisha kwamba sisi tunaishi katika hali ya mwili, na tunajaribu kufanya mambo ambayo ni ya mwili ili tuweze kumfurahisha Mungu kama Kaini. Lazima tufuate neno kwa makini ndio tuweze kuelewa na kuamini kwamba ni neno la Mwenyezi Mungu linalofanya kazi ya Mungu. Wagalatia 5:24. Na hao walio wa Kristo Yesu, tem essa realidade. Mas como eu posso viver na realidade de que é de Cristo Jesus? O versículo seguinte, na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Kwa hivyo wale ambao wanatamani kufurahishwa na mwili, wale ambao wako ndani ya Kristo ndio wakataka uhalisia huo. Lakini tutaishi vipi katika hali ya kufurahisha Bwana? Mstari unaofuata unasema, tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho.
TCI, certo? Para eles não tem mau tempo. Hii hali ni ya wale ambao wanaishi katika roho. Kwa hivyo vijana wetu wako katika neno, wanajazwa, wanazama katika neno. Kwa hivyo wanaishi katika uhalisia huu. Kwa wanapotembea na roho, wanafanya mapenzi ya Bwana. Wakati hakuna wakati mbaya wa kuambia watu wakuje waone. Na hakuna wakati mbaya wa kuambia kuwa mmoja na TCS. Wanaishi katika neno na wanaishi katika roho, na katika kila roho kila wakati. Tunafaa kuingia katika hali hiyo ili tuelewe kwamba ni katika roho ndio tunaweza ishi katika uhalisia huo. Katika Wagalatia 2:20 nasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo. Yule ambaye amesalibishwa na Kristo ni mtu wa kale, ambaye ni tumeiona katika Warumi 6:6. Tumsifu Bwana kwamba mimi ambaye ilikuwa na nguvu zangu, ambaye nilikuwa natumia nguvu zangu kumfurahisha Mungu, nimesulubiwa na Kristo. Nimesulubiwa na Kristo. Kwa hivyo sio mimi ninayeishi, wala si mimi tena, bali ni Kristo yu hai ndani yangu. Bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kwa hivyo unaona hapa kuna mimi mara mbili. Yule ambaye alisulubiwa na Kristo, mimi ambaye nilisulubishwa na Kristo, ambaye nilitoa nguvu zangu zote nikaziweka pamoja na Kristo pale msalabani. Watu wengi hujaribu sana kutumia nguvu zao kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tunasema hapa tunafaa kupata watu karibu 20 katika Kopotas. Tunahitaji watu wengi katika Kopota na katika miji mikuu waweze kupokea makopota na jipisia wa ndugu. Hatuwezi tumia nguvu zetu kufanya kazi hiyo. Tukiishi katika roho, Bwana atafanya. Tunatoa uzima huu wapi? Tunatoa hekima hii wapi? Tunatoa hekima hii ili neno liweze kufanya kazi. Ni wakati tunatumia neno kufanya kazi. Ni wakati tunaliposikiza neno hili liweze kufanya kazi. Kwa hivyo tukubali Yesu aishi ndani yetu. Nilipokuwa mdogo, wakati nilisoma andiko hili, niliweza kuelewa mambo haya, kwamba mimi katika maisha ya Yesu Kristo, mimi ambaye nimezaliwa mara ya pili na Yesu Kristo, niko na utu mara mbili. Kuna utu ile inaishi katika nguvu za mwili, na utu ambao unaishi ambao umefufuliwa na Yesu Kristo. Kwa hivyo kuna utu mara mbili. Lakini niko na uzima mmoja. Niko na mwili mmoja wa kuishi. Lakini niko na utu ama niko na maisha mawili ambayo yanapigania mwili huu. Sijui kama mnaelewa mambo haya. Mnaelewa mambo haya? Kuna utu ule wa kale ambayo nataka kuishi katika mwili huu, na kuna utu ambao uko na Yesu Kristo ambao unataka kuishi ndani ya mwili huu. Kwa hivyo ndani yangu kuna mapigano ya utu hawa wawili. Kwa hivyo ni nani atashinda katika vita hivi? Ni yule wa kale ama ni yule mpya? Ndio maana sasa, wandugu, neno tukifurahia neno, tukizama katika neno, katika nyimbo za vita, kulala na kuamka na Mungu, ndio njia pekee ya kuokolewa. Ndio utu ambao uko ndani ya Kristo uweze kuwa na nguvu. Ndio unapoishi katika mwili huu
ndio mwili huu usitumike na mwili, nguvu za mwili ambazo zinapinga mambo ya Mungu. Nisipofanya hivyo nitakuwa napoteza nyakati. Tunaporudi katika Wagalatia 5:16 inasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Wandugu, tusiishi katika mwili. Mwili uko na njia nzuri na njia mbaya. Tusikue na njia zozote hizo. Tusijaribu kuishi katika mti wa kujua mema na mabaya. Usiishi katika mti wa mema ama mabaya. Ukijaribu kuishi katika maisha hayo, utakuwa unaishi upande mwema katika mti ambao haufai. Ni kama wakati Abrahamu alipopata Ishmaeli. Haikuwa mbaya, lakini Abrahamu alijaribu kusaidia Mungu katika pande nzuri ya mti wa mema na mabaya. Lakini watu wengi hawawezi kujua kwamba wanaishi katika mti wa kujua mema na mabaya, na huo mti si mzuri. Hata kama wanafanya mema, huo mti si mzuri. Bado wako katika mti wa kujua mema na mabaya. Mungu anataka mtu huyo wa kale ambao umefungwa katika mti huo wa kujua mema na mabaya ufe, ili usulubishwe na Kristo, ndio Kristo aweze kuishi ndani yako. Usikuwa unaishi katika hali ya kujua mema na mabaya, kwa sababu unajua mema lakini hauna nguvu ya kuyafanya. Kwa hivyo lazima mtu wa kale afe, ndio mtu mpya aweze kuishi ndani yako katika ufufuo. Na tunafanya hivyo vipi? Ni kuishi katika Roho. Na unaishiaje katika Roho? Warumi 8. Wacha tusome Warumi 8. Wandugu, na wanenea kuhusu jinsi tunavyofaa kuishi katika tohara. Mstari wa 8. Mstari wa 5. Kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao Roho huyafikiri mambo ya Roho. Na kwa kuelewa mambo ya kwa asili inamaanisha nini? Wakati akili zako unajua ni kuna macho haya yanafuata mambo ya nafsi. Ni akili zangu ndio zitaashiria. Akili zangu ziko na uweza wa kunipatia njia ya kufanya uamuzi. Wakati akili zangu zinaniweka katika hali ya kifo, ukiweka katika mwili uko na kifo. Wakati Abrahamu alijaribu kufanya mema na nguvu zake, ili leta ufu. Na nitakuwa vipi katika moyo wangu kuwekwa katika tohara? Ni kuweka katika akili zangu katika Roho. Akili zangu ndio funguo. Akili zangu ndio funguo. Mas se eu me conecto, a minha mente conecta-se com o Espírito, irmãos, o meu corpo aqui recebe vida e paz. Então, nani anajua switch ambayo inatumika ni inashikanishwa njia moja. Hii switch ni ya kushikanisha. Unaweza shikanisha na Roho ama mwili. Unapojishikanisha na mwili inaleta kifo.
unapojishikanisha na Roho inakuwa na uzima na amani. Unataka kuweka nia zako wapi? Utawekaje nia yako katika Roho? Ni kupitia neno. Mambo yote yanarudi katika neno, na ndio maana Yesu anasema kwamba unapotii sauti yangu kwa makini, hiyo ndio neno. Ni wakati tunaweka akili nia zetu katika neno, kwa sababu mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Wale waifuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Hii ndiyo sababu Mungu alifanya agano na Abrahamu ambayo ni tohara. Kama Abrahamu angeendelea kuishi katika nguvu za mwili wake, hangefurahisha Mungu, na Mungu hakutaka Abrahamu aishi katika nguvu zake. Mungu hataki uishi katika nguvu za mwili wako. Yeyote ambaye anaishi katika nguvu za mwili hawezi furahisha Mungu. Lakini wewe hauko katika mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awe yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu ihai kwa sababu ya haki. Lakini ikiwa Roho wa Mungu inakaa ndani yenu ninyi, lakini ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali yao. Umeona umuhimu wa kuishi katika Roho, kwamba anayeishi katika hivyo, basi wakati unafuata neno na neno linakuosha, nini kitaendelea? Utaweza utabadilisha mwili wako na roho yako na nafsi itabadilishwa. Hii ndio tunaambia vijana wakati wanatumia neno, wanasema katika neno ama woka. Unaweza fikiria aelewi kile anachofanya. Unaweza fikiria aelewi, lakini kidogo kidogo neno linaingia katika roho yake, na neno ambalo litakuwa ndani ya roho yake litabadilisha maisha yake, itabadilisha nafsi na itabadilisha hata mwili wake. Unaamini ama uamini? Neno linaweza badilisha mwili. Wakati unaishi katika Roho, haya ndiyo mambo ambayo yanafanyika. Lakini ni roho gani anaishi ndani mwetu? Kuna roho nyingi ambazo zinaishi ndani mwetu. Niko na hadithi ambayo ni ya kufurahisha. Kuna wale ambao wanaongea babaya kutuhusu na wanainua mambo mengi kutuhusu, na siku moja nikaamua kuwanenea. Nitaka tunene pamoja nao. Walikuwa wanajaribu kusema mambo mabaya kwa watu, wakiambia watu wasiuze vitabu vyetu, na wakaenda kwa pale kwa kuuza vitabu. Nikabidi niende nikaongea nao, na nikagundua walikuwa wanasema mambo mabaya kutuhusu, na walikuwa wanasema kwamba wakati tunasema Yesu alikufa na akafufuka, na alipofufuka akakuwa Roho ambaye ako ndani mwetu na anatupatia uzima, na Yesu kwamba ako ndani mwetu, na walikuwa wanasema haya ni mambo ambayo yamepotoka. Na kwa hivyo nikaenda nikaangalia,
nikaona kwamba wanaamini miungu mitatu, kwamba wanaamini kwamba kuna miungu mitatu, kwamba utatu uko na watu tofauti sehemu tatu. Kwa hivyo unapoamini, nikawauliza kwamba Yesu, kama unaamini Yesu ako ndani mwako? Wakasema hapana, Yesu hayuko ndani mwangu. Wanasema kwamba Yesu ako kwangu na mwakilishi ni Roho Mtakatifu, si ati Yesu ako ndani mwangu. Lakini hapa inasema kweli, mstari wa 9 inasema nani ako ndani mwetu? Mstari wa 9, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Alafu inasema Kristo, na hapa inasema Kristo akiwa ndani yenu. Kwa hivyo Roho ni uzima, na Roho ambayo iliweza kumtoa Kristo kutoka kwa wafu anaishi ndani mwako. Atapatia miili yenu uzima kupitia Roho anayeishi ndani mwenu. Kwa hivyo roho ni roho ngapi ziko ndani mwetu? Kwa hivyo ni roho moja, ama ni roho moja ambayo inaishi kwako. Kwa hivyo Yesu alipotoka kutoka kwa ufu akakufanyika roho, na ako ndani mwetu na anatupatia uzima kupitia neno. Kwa hivyo itapatia uzima kwa miili yetu. Mi naona wale ambao wanafurahia katika kuwa katika neno kila siku, wako na uzima, wanafuraha. Ni mnaamini hayo? Unakuwa na uzima ambao unakufanya ukue auzeeki, unakuwa kijana. Unajua wamama hawataki kuzeeka. Ukitaka usizeeke, ishi ndani ya Roho, na neno linakuwa na uzima, na neno hilo ni Roho, na Roho anatufanya tukue wachanga. Wacha nimalize. Kwa hivyo wandugu, tunapotoa mwili inamaanisha tunatoa mtu wetu wa kale. Katika Waefeso 4:22. Efeso 4:22. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Kwa hivyo kuvua ni kuvua mwili ambao ni wanyama ama nguvu za mwili. Wakati Yesu alikufa kwa ajili yetu na tunapopatanishwa na Kristo, tunakuwa na uhalisia huu wa kuweka mwili ambao ni wanyama. Kuweka nje, kuvua ni kuweka, ni kama kutoa nguo, utu wa zamani. Kutoa, lazima tutoe hizi nguo. Nguo hizi ni mwili. Wakati tunabeba mtu huyu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Kwa hivyo kudanganya huyu umefanyika utu, na ni shetani mwenyewe. Unadanganywa na inakuwa mwili, na inaleta ufu, na inakuwa ni kifo na kifo zaidi. Kwa hivyo tuweke kando mtu huyu wa kale ambaye anadanganywa na tamaa, na tuweze na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Na nia ya roho, nia zetu ni gani? Ni kuweka nia zetu katika roho. Unaweza kuwa unakufa kwa sababu ya unanena na mtu ambaye ako na akili za kitambo, ako na nia ambazo zinafaa kuwa katika museum, lakini tuko na roho ambaye anatupatia nia mpya kupitia neno.
Neno linatuosha, linatufanya tuwe wachanga, linatuweka tukue na nia mpya, ili tuweke mkavae utu upya. Na inasema tuvae nguo mpya, mvae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu kwa kweli. Mimi napenda tafsiri ingine inasema utakatifu, haki na utakatifu katika kweli. Kwa hivyo tuvae mtu mpya. Hatuko chini ya mwili, hatuko katika uweza wa mwili wetu. Ndugu, nitaweka hapa kwamba kukatwa katika mwili ilikuwa inaashiria utu wa kale, ambao mtu alikuwa anaishi katika mwili ili afanye kazi kwa nguvu zake lakini tunafaa kuletwa upya katika akili nia zetu, katika kuoshwa na neno, katika Waefeso 5:26, ili makusudi alitakase na kulisafishwa kwa maji katika neno. Katika Wakolosai 3:11, sitasoma kwa sababu ya wakati. Kwa hivyo tohara ilikuwa inafanyika katika siku ya 8. Kwa nini siku ya 8? Inaashiria ufufuo wa Yesu Kristo. Unapofufuliwa siku ya 8, unajua Yesu alifufuka katika siku ya kwanza. Haya, tuangalie katika Mathayo 28. Mathayo 28 inasemaje? Hata Sabato ilipokwisha, ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena. Kwa hivyo Yesu alifufuka siku ya 8. Katika Yohana 20 mstari wa kwanza inasema, wacha tuangalie Yohana 20 mstari wa kwanza. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri kuangalia giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Kwa hivyo Yesu alifufuka, na ufufuo ulituletea tumaini jipya ili tuishi katika Kristo. Kwa hivyo wandugu, tunaishi katika uzima upya. Kwa hivyo tumalizie na leo, hatuishi katika nguvu za mwili yetu. Wakolosai 2:12. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Nanyi mlipokuwa mmekufa katika Wakorintho, na mmoja wenu na kila mmoja ambaye ako ndani ya Yesu Kristo amefanyika uzao upya, kiumbe kipya, na kile kizee kimepita na kikafanywa kipya. Kutoka Mwanzo Novemba 1 tunaishi katika kiumbe kipya, kufanya mambo mapya, si kufuata matendo ya mwili. Katika Wagalatia 6:16, kwa ndani ya Yesu Kristo
reis de povo procederão dela. Então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu. Wacha turudi katika, kwa maana hata wao wenye waliotahiriwa hawaishiki sheria. Wacha tuishie katika 17, Mwanzo 17. Ndipo Ibrahimu akamwambia Ibrahimu, Sarai mkewe hata muita jina lake Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa Sara, nami nitambariki, na tena nitakupa mwana kwake, na nitambariki, naye atakuwa mama wa mataifa, na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake. Ndipo Ibrahimu akaangua kifudifudi, akacheka, akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Naye Sara mwenye umri wa miaka 90, tazama, kamwambia Mungu, lao kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. Mungu akasema, sivyo, lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume, nawe utamuita jina lake Isaka, nami nitafanya agano langu imara kwake kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Na kwa habari za Ishmaeli nimekusikia, nimembariki, nitamzidisha, nami nitamuongeza sana atazaa. Lakini hapa haongei kuhusu Wayahudi, anaongea watu ambao ni mbegu ya ahadi. Na tukimalizia, Bwana Yesu, wacha tusome Petero kwanza 1:3. Vou terminar do seguinte. Vamos lá para Apocalipse. Aibidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili, ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu, tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Kwa hivyo hawa ndio watoto wa ahadi kama Isaka. Na Bwana nitamaliza na Ufunuo wa Yohana. Nitamaliza na Ufunuo wa Yohana 5:9. Unasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Wandugu, Sara alifanyika mama wa nchi nyingi, tukikuwa pamoja nao, kwa sababu kupitia yeye tulitokea uzao. Na uzao ni nani? Ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo alipoenda pale msalabani, alitoa damu, na damu hiyo ilikuwa ni ya kutununua sisi. Kutoka hapa Amazonas alitununua, alitukomboa sisi sote, mataifa yote, makabila yote. Na leo tuko pamoja na Mungu, na sisi sote tulifanyika, tumefanywa wafalme na makuhani, na tutafanyika wafalme wa mataifa. Na Sara aliambiwa atazaa wafalme, na sisi ndio tumekamilisha ahadi hiyo. Na hii inafanyika wakati sisi tunafanyika kama tohara. Tusikubali kufuata mwili, tufuate roho. Tufuatilie neno kwa makini.
tufuatilie kuwa katika nyumba ambayo inatiwa nguvu, tukisaidiana. Ndio mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu ifanyike hapa Amazona na ulimwengu mzima. Na Mungu aweze kutawala na tiishe dunia tukitumika pamoja na Yesu ni Bwana. Amen.